moja kati ya vitu ambavyo pia vilijitokeza jana wakati zinazungumzwa au inatolewa updates ya taarifa kuhusiana na kuelekea mchezo huo ni swala zima la vingilio vya mchezo, ambapo mwanzo ilianza kwanza, I don't know, sijui kama ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kimedhamiriwa ama pengine ilikuwa ni katika kama sehemu ya utani ama vinginevyo, kwa sababu baada ya Ahmed kuzungumza kuhusiana na watu kuingia bure, baada ya watu kupinga kuikataa bure, tukaona anatoa orodha ya vingilio. Ina maana tayari alishakuwa navyo. Ama la mniambie kwamba labda pengine aliamua pale yeye mwenyewe binafsi, kama naweza nikaelewa. Lakini kwangu picha yangu ya jumla, licha kwamba Ahmed Ally alijaribu kuuliza wadau au alijaribu kusema watu waingie bure, naamini kwamba tayari wenyewe kama club walikwisha kuamua vingilio vyao. Lakini yale mapokeo, ule mwitikio wa mashabiki kuhusiana swala zima la kutoa vingilio na kukataa kuingia bure kwenye mchezo huu wa ligi ya mabingwa, inaweza ikawa inatoa ishara gani kwa mashabiki wa klabu ya soka Simba? Ni mapenzi ya dhati? Ni nia ya kutaka labda kuichangia klabu yao wakielewa kwamba na wenyewe wana haja hiyo, ama pengine ndo ule mwendelezo wetu wa kushindana huku kila mmoja anataka kuonyesha kwa namna yake? Nafikiri kubwa zaidi ni kwamba kumzodoa mpinzani. Unajua kwenye Simba na Yanga kuzodoana kati ya wawili kunapewa nafasi kubwa kuliko hata maendeleo ya hivi vilabu viwili. Okay. Lakini sehemu ambayo inanitia shaka sana ni namna ambavyo vingilio vilitajwa baada ya hapo, kutoka bure mpaka mkeka. Yaani unaanza kuona kabisa kwamba okay, hii ilikuwa ni plan ya namna gani tuna introduce vingilio vya mechi. Lakini kusema kwamba walikuwa wamedhamiria kuingiza watu bure, sioni kama Simba walikuwa na dhamira ya dhati ya kuingiza watu bure viwanjani. Lakini kizuri zaidi ni kwamba kuingiza watu bure sio sifa ya klabu inayotaka kufanya biashara. Sio sifa ya klabu ambayo inajua kabisa kwamba inategemea rasilimali fedha kwenye kuendesha klabu yao. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa mashabiki wa Simba ambao bila kufuata mkumbo walikuwa wana nia ya dhati ya kuto kuingia bure, mimi nafikiri wao wanastahili kuchukuliwa kama ni watu ambao wana mapenzi mema zaidi na klabu kuliko hata viongozi ambao walikuwa wanatangaza bure. Dimbani